Miaka miwili iliyopita nilifanya mahojiano na hayati Mwadhama Polycarp Kardinali Pengo aliyekuwa askofu mkuu wa Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam. Aliniambia hivi: katika maisha yoyote unayopitia ni lazima utengeneze maisha ya kuwa tajiri wa kiroho, kwani utakatifu ni wa kila maisha. Hapa ndipo ninapopigia mstari. Hii inatukumbusha kuwa kumtegemea Mungu hakutegemei mazingira tunayoishi wala kazi tunazozifanya. Iwe mtu ni mfanyakazi wa kawaida, mkulima, mfanyabiashara au hata anayebeba mizigo kila siku, bado anaweza kuishi maisha ya kumpendeza Mungu kwa uaminifu, unyenyekevu na upendo. Mungu haangalii ukubwa wa kazi, bali moyo wako. Mtu anayebeba mizigo kwa uaminifu, anayewasaidia wengine na anayemkumbuka Mungu katika maisha yake ya kila siku, anaweza kuwa tajiri zaidi wa kiroho kuliko yule mwenye mali nyingi lakini asiyetenda mema. Na ndiyo maana hakuna mtu anayeshindwa kwenda mbinguni kwa sababu ya kazi yake au hali yake ya kimaisha. Kilicho muhimu ni moyo unaotafuta mema, unaotenda haki na unaomkumbuka Mungu katika kila hatua ya maisha. Hivyo basi, popote ulipo na chochote unachokifanya, jitahidi kuishi kwa uaminifu na upendo, maana utakatifu unawezekana katika maisha ya kila siku, na Mungu hupendezwa na moyo wa mtu kuliko mazingira anayoyapitia. Ndiyo kabisa. Pumzika kwa amani, Mwadhama Polycarp Kardinali Pengo. Utakatifu ni wa kila maisha. Mimi naitwa Isaac Mwacha, nikutakia siku njema, tafakari njema, panapo majaliwa.